kipi ambacho tumekishuhudia kwenye kipindi cha pili Babu Para kwa timu zote mbili? Magoli yameongezeka lakini sio kwa upande wa Mogadishu. Magoli yameongezeka kwa upande wa Singida Black Stars. Hawajafanikisha mpango huo Mogadishu kwa sababu ya ubora ambao Singida Black Stars walionyesha. Mabadiliko ya kiufundi ambayo yalipelekea kubadilika kwa muundo wa kiuchezaji wa Singida. Ndiyo. Umeona alitoka Tegis Mumanyi kwenye kikosi akaingia Jonathan Soa, alitoka pia Henry David akaingia Linda Mtange alitoka Sheani kumradhi akaingia Linda Mtange kwenye nafasi ya namba 10. Namna ambavyo walikuwa wanacheza mwanzoni, washambuliaji wawili kwa maana mmoja alikuwa anacheza kama mshambuliaji kivuli, Henry David akiwa anacheza pembeni kidogo ya Tegis. Lakini baada ya mabadiliko Singida walianza kucheza na mshambuliaji mmoja mbele, Jonathan Soa. Katika yale mazingira kukawapelekea Singida kuwa na idadi kubwa ya wachezaji eneo la katikati ya kiwanja. Maana yake kwenye ile numerical advantage Singida walianza kumzidi Mogadishu katikati ya kiwanja. Ndiyo. Na wakaongeza umiliki wa mchezo. Ukiangalia kipindi cha kwanza walikuwa na umiliki Mogadishu 39%, Singida walikuwa na 61%. Lakini ukija kuangalia takwimu za kipindi cha pili, Singida wanaonekana zime up kutoka ile 61 ambao walikuwa nao kipindi cha kwanza. Maana yake zimepanda kidogo. Hii inakuonyesha nini? Wamekuwa na umiliki mkubwa wa mchezo. Changamoto imekuja ni kwamba Singida Black Stars wamekosa ufanisi. Licha ya kuwa na umiliki mkubwa wa matukio mengi ya kimpira kwa hizo dakika 45 za pili, walikosa ufanisi kwenye baadhi ya matukio muhimu ambao walitakiwa kuyakamilisha. Nafasi kubwa akapoteza Jonathan Soa, pasi murua ambao ilimkuta kabisa kwenye penalty box kashindwa kumchambua golikipa. Lakini pia nafasi nyingine ya wazi Linda Mtange kapoteza. Na kuja kuangalia kuna nafasi nyingine Henry David mwenyewe alipoteza. Katika hayo mazingira unazihesabu hizo nafasi ambazo zimepotea, unakuja kuhesabu na hii nafasi ambao wamekuja kupata kipindi cha pili. Unaona kama zingetumika zote tungekuwa tunazungumza kauli tofauti, lakini kwa sababu zimepotea ndio maana tunaishia kuzungumza hiki ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo wamekosa ufanisi ambapo ukiangalia ukifanya assessment kwa maana ya postmortem ya mchezo huu, Singida Black Stars kuna maeneo mengi ambao wanatakiwa licha ya ushindi, lakini kuna maeneo ambako wanatakiwa kwenda kurekebisha kwa maana muundo wao wa kiuchezaji haukuwa vizuri na diliki kusema hivi Musa, kwa sababu timu ya kariba ya Mogadishu walikuwa wanaweza kuwauliza Singida Black Stars baadhi ya maswali kupita katikati ya mistari kwa maana zile between the line. Ulikuwa unaona kiungo wao Akram anacheza kama namba 8, lakini kuna nyakati anaibuka kama namba 10. Kuna muda alikuwa anashambulia sana upande wa kushoto kama winga wa kushoto. Mazingira ambao unaona mstari wa kwanza wa ulinzi wa Singida Black Stars walikuwa wanaachana kwenye nafasi kubwa sana. Nindi na Mwashinga nafasi distance kwa maana umbali kutoka kwa mlinzi mmoja wakati kuelekea kwa mlinzi mwingine wakati wale wawili ni mkubwa, kitu ambacho kinatoa hiyo mianya ya washambuliaji wa timu pinzani kuweza kukimbia. Lakini pia bado kuna nafasi kubwa au umbali mkubwa kutoka kwa hao walinzi wakati wawili kuelekea kwa hao walinzi wa pembeni ambao walikuwa wameanza kwenye mchezo wa leo, kitu ambacho ukicheza na timu ambayo inao wachezaji wenye kasi kubwa, ukicheza na timu ambayo ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kutafsiri matukio kwa haraka kwa maana wana uwezo mzuri wa kusoma muda na nafasi, wanaweza kuadhibu. Changamoto kwa upande wa Mogadishu hawakuwa na aina hiyo ya wachezaji, lakini walikuwa wanajaribu kuuliza maswali kupitia kwenye hizo kordo ambazo unaziona ni kordo hatarishi kwa timu kumruhusu mpinzani akaweza kuchezea mpira kwenye maeneo hayo. Unarudi kuangalia changamoto ambayo nimeiona pia Singida Black Stars, namna ya kuendeleza mpira katikati ya kiwanja, tunasema ile ball progression. Alichokuwa anakifanya Ahmed Pipino sio kibaya sana, lakini sio kizuri kwamba ambacho kipo kwenye daraja kukupeleka kwenye hilo daraja la juu la kiushindani. Kafanya kwenye baadhi ya nyakati ni kwa sababu alikuwa anapata muda mwingi wa kukaa na mpira, hajawekewa pressure kubwa kwenye mpira, lakini pia distance ambayo alikuwa anapokelea mpira yuko na nafasi ya wazi sana, lakini namna ambavyo anaenda kutekeleza ile tukio lake ndio haikushawishi kuona kama Singida wanaweza wakakutana na timu ambayo iko kwenye daraja lao au juu kidogo wakaweza kukompiti kwa daraja hilo la juu, kwa sababu kwa daraja la Mogadishu bado ulikuwa unaona kuna ile kuchelewa kwa baadhi ya mipira kutoka katikati ya kiwanja kuelekea kwenye maeneo ya ushambuliaji. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.